kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Amen. Tupigie Yesu makofi. I want us to pray together. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, we thank you for giving us this opportunity tunakushukuru kwa kutupa nafasi hii to come to this ground, O Jehovah. tuje mahali hapa Jehova. We know this is an opportunity you created Tunajua hii ni nafasi ambayo umeiunda so that we can be blessed. ili tubarikiwe. I pray for the session of the Word of God, Naombea kipindi cha neno la Mungu, that our Father, you are going to speak to us, kwamba Baba yetu utaongea that nasi, you are going to save our souls, kwamba utaokoa nafsi that you zetu, are going to heal our bodies, kwamba utaponya miili yetu, and Father, you are going to give us hope. na Bwana utatupa tumaini. We pray, Jehovah God, Tunaomba Jehova Mungu that this word will go into record, kwamba neno hili litarekodiwa, that it changed our lives kwamba ilibadilisha maisha yetu when we spoke it. tulipoinena. We thank you and we honor you. Tunakushukuru, tunakuheshimu. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Amen. We want to put this word on YouTube, Tutaweka neno hili kwa YouTube, so allow us to use the two languages. kwa hivyo turuhusini tutumie lugha hizi mbili. You can take your seats. Unaweza kuketi. Linda was a great woman. Linda alikuwa mwanamke mkubwa. From what I have heard, Kutokana na kile ambacho nimesikia, we are laying down a hero. tunampumzisha shujaa. And Reverend Betty said that she gave her life to Jesus. Na Reverend Betty amesema kwamba alitoa maisha yake kwa Yesu. That is very important. Hiyo ni ya muhimu sana. We are very humble to speak when our presiding bishop is seated here. Tumenyekea sana kunena wakati presiding bishop wetu ameketi hapa. We cannot talk about this man. Hatuwezi tukaongea kuhusu mtu huyu. He is a life changer. Yeye ni mtu ambaye mabadilisha maisha An ya watu. international man Mtu wa kimataifa. who not only speaks through social media, Yule haongei tu kupitia mitandaoni, but he has moved all over the world preaching the gospel. lakini ametembea ulimwenguni kote akihubiri Injili. And his coming to Sultan is a blessing to the city. Na kuja Sultan ni baraka kwa mji. So a man of God like this one just coming here, Kwa hivyo mtumishi wa Mungu kama huyu kuja tu hapa, we are already blessed. tayari tumebarikiwa. Man of God, we honor you. Mtumishi wa Mungu tunakuheshimu. We can't say it in a better way, Hatuwezi tukaisema kwa njia nyingine bora, but we honor you. lakini twakuheshimu. Now, I want to share on a particular topic, and then after that we pray. Nataka kushiriki kichwa fulani, kisha baadaye tutaomba. The topic is hope creates possibilities. Kichwa ni tumaini inalete ama inazaa uwezekano. Hope creates possibilities. Tumaini inaunda ama inazalisha uwezekano. The moment you begin to walk in hope, Wakati unaanza kutembea katika tumaini, possibilities are created in your life. uwezekano unaundika kwa maisha yako. Every time your mind is full of hope, Kila wakati akili yako imejaa tumaini, you begin to see possibilities. unaanza kuona uwezekano. When I'm talking like this, I know very well Nikiongea hivi najua vizuri. that maybe somebody came to this funeral Pengine mtu alikuja kwa mazishi haya and the hope has already gone na tumaini limeenda because of the challenges you went through. kwa sababu ya changamoto ambazo umepitia. When you look ahead of you, you see darkness. Ukiangalia mbele unaona giza. There is hopelessness. Pana kukosa tumaini. There is something I want to say Kuna kitu nataka kusema and to declare. na nitangaze. Where there is hope,
mahali pana tumaini, there are possibilities. pana uwezekano. CCI, you need to say a bigger amen. Watu wa CCI tuseme I said where there is hope, nimesema mahali pana tumaini, there are possibilities. pana uwezekano. As I stand on this ground, Ninaposimama mahali hapa, I know death looks like hopelessness. ninajua kifo kinakaa kama hali ya kukata tamaa. But if you die and you have hope, Lakini ukifa na ukiwa na tumaini, it creates a possibility of raising again and living in heaven. inaunda uwezekano wa kufufuka tena na kutawala mbinguni. May this message change your life, Ujumbe huu badilisha maisha yako, so that in you there can be hope. ndiyo ndani yako pawe na tumaini. I don't know why I feel like some people looking at us have tried what they can. Sijui kwa nini nahisi kwamba baadhi ya watu wanaotutazama wamejaribu kile wawezacho And it has not worked. na haijafanya kazi. They have tried education. Wamejaribu elimu, It has not worked. haijafanya They kazi. have tried relationships. Wamejaribu mahusiano, It has not worked. haijafanya They kazi. tried a marriage. Walijaribu ndoa, It has not worked. haijafanya They kazi. tried to get children. Walijaribu kupata watoto, It has not worked. haijafanya I kazi. want to say there is hope. Lakini nataka kusema I kuna say tumaini. there is hope. Nasema kuna tumaini. There is hope in one man. Pana tumaini katika mtu mmoja. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. When he comes into your life, Akija kwa maisha yako, where there was hopelessness, mahali hapakuwa na tumaini, hope is created. tumaini inaundika. When hope is created, Wakati kuna tumaini, possibilities are created. uwezekano May unaundika. you be raised into a level of possibilities Uinuliwe hadi kiwango cha uwezekano because of hope in Christ. kwa sababu ya tumaini ndani ya Kristo. Everybody in this field Kila mtu mahali hapa is a candidate of hope, ni mtu ambaye anastahili kupata tumaini, but the devil tries his level best lakini shetani anajaribu to awezavyo ensure that you are hopeless. hakikisha una tumaini. You get into drugs, Uingie katika dawa za you kulevya, know, illicit sex. uingie katika You ngono isiyo, try alcohol. ujaribu na pombe, You try back to see whether you can settle down. ujaribu uone kama unaweza tulia, You change women if you are a man. ubadilishe wanawake kama wewe You ni change mwanaume, men if you are a woman. ubadilishe wanaume kama wewe ni You mwanamke. try this church, you go to another one. Ujaribu kanisa hili uende lingine, You go to somebody who prays for people at Nairobi. It does not work. uende ukaombewa na mtu anayeombea watu Nairobi na ifanyi kazi. We have a solution. Tuko na majibu. I said we have a solution. Ninasema tuko na The majibu. solution is hope in Jesus. Tumaini, suluhisho ni tumaini katika Yesu. May this become a reality in somebody in Jesus' name. Hii ifanyike ukweli kwa mtu kwa jina la Yesu. Forget about religion. Sahau dini, It has not helped us. haijatusaidia. Forget denominations. Sahau dini, They have not helped us. hazijatusaidia. But when we went into Jesus, Lakini tulipoenda kwa Yesu, hope was created tumaini and the liliundika possibilities began to happen. na uwezekano ukaanza kufanyika. Make a prayer for 2 seconds. Fanya maombi ya Tell sekunde him 2. you need hope. Mwambie Mungu You unahitaji need tumaini. possibilities Unahitaji in uwezekano Jesus' mighty name. kwa jina kuu la Yesu. Let me say this. Wacha niseme haya. Our hope is in Jesus. Tumaini letu liko katika Yesu. Sometimes we are on top of the mountain. Wakati mwingine uko juu ya milima, Some other times we are in the valley. wakati mwingine tuko katika bonde. If you came for this service Kama ulikuja katika ibada and hii you are in the valley down there, na uko katika bonde pale chini, family problems can bring you down there. shida za familia zinaweza kukushusha chini pale. COVID-19 issues can bring you down there. Mambo ya corona yanaweza kukuleta chini pale. Unemployment, rejection at home. Kutoajiriwa, kukataliwa nyumbani. Like I'm feeling some people here have been rejected. Kama naishi watu wengine hapo wamekataliwa. You might be in the valley, Unaweza kuwa katika bonde, but there is hope in the valley. lakini pana tumaini katika bonde. Proverbs 23:18, the Bible says, Methali 23 mstari wa 18 Biblia inasema, there is sincerely a future hope pana kesho iliyo na tumaini for you, and your hope will not be cut off. kwa ajili yako, na tumaini lako halitakatizwa. Somebody say amen. Amen. There is a hope Pana tumaini for you, kwa ajili yako, and your hope na hilo tumaini in Christ ndani ya Kristo shall not be cut off. halitakatizwa. May something happen today Kitu kifanyike leo that your hope shall not be cut off. kwamba tumaini yako haitakatizwa. Can I hear an amen for that? Amen. Let me quote somebody who said,
Wacha ninukuu mtu aliyesema, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Tumaini ni ule uwezo wa kuona kwamba pana mwangaza kando na kuwa na giza. Desmond Tutu said that. Haya maneno yalisemwa na Desmond. When all the darkness is there, wakati kuna giza, there is hope. pana tumaini. Job 14 verse 7. Ayubu 14 mstari wa 7. There is hope pana tumaini for a tree that has been cut. kwa mti ambao umekatwa. When it senses the smell of water, mti ukiishi harufu ya it is going to sprout again. utachipuka tena. And whatever sprouts up na kile kinachipuka is going to be permanent. kitakuwa cha kudumu. May the Lord give you permanent hope today. Bwana akupe tumaini la kudumu In leo. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. The psalmist said Mwandishi wa Zaburi akasema in Psalm 34, 4-5. Zaburi ya 34 mstari wa 4 hadi wa 5. I sought the Lord and he answered. Nalimtafuta Bwana na akajibu. May the Lord answer you. Bwana akujibu. I said may the Lord answer you. Nimesema Bwana akujibu. There is hope for an answer. Pana tumaini la majibu. May the Lord answer you. Bwana akujibu. The psalmist said, he delivered me from all my fears. Mwandishi wa Zaburi akasema akanikomboa kutokana na hofu yangu yote. May the Lord deliver you Bwana akukomboe from every fear you have. kutokana na kila hofu The uliyo fear nayo. of death. Hofu ya The kifo. fear of the future. Hofu ya The kesho. fear of the unknown. Kuogopa The kisichojulikana. fear of everything. Kuogopa kila Hope kitu. delivers people. Tumaini na komboa. He continued to say, Naendelea kusema those who look to him are radiant wale wanaomtazama wanang'aa in their faces. katika nyuso zao. They are never covered with shame. Hawafunikwi na aibu. Sin brings shame. Dhambi inaleta aibu. I said sin brings shame. Nimesema dhambi inaleta aibu. Such that people fear to be associated with sin. Kiasi kwamba watu wanaogopa kuhusishwa na dhambi. And the people begin to run away Na watu wanaanza kukimbia from people followed by shame. kutoka kwa watu ambao wanafuatwa na I aibu. stand on this altar. Nasimama kwa madhabahu I haya. destroy the spirit of shame. Na haribu roho wa aibu. Hope cancels shame. Tumaini linafuta aibu. May every shame which came Kila aibu iliyokuja and which is about to come to your family, na ile iko karibu kuja kwa may familia it yako, die a natural death. ife kifo cha In kawaida the kwa jina la mighty Yesu. name of Kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Tell somebody you will not be ashamed. Ambia mtu kwamba hautaaibika. Hope takes away shame. Tumaini linaondoa aibu. Isaiah 40:1. Isaia 40 mstari wa Those 31. who hope in the Lord, Wale wanaomtumainia Bwana, hoping in the Lord, wanaomtumainia Bwana, depending on God, wanaomtegemea Bwana, He will renew their strength. akauisha nguvu zao. I pray for somebody today. Naombea mtu leo, Your strength was going down before you came. nguvu yako ilikuwa inashuka May kabla it hujakuja. go up in the name of Jesus. Ipande juu kwa jina la Yesu. Jeremiah 29:11. Yeremia 29 mstari wa 11. Words of hope. Maneno ya tumaini. For I know the plans I have for you, Maana najua mipango niliyonayo kwa declares ajili the Lord. atangaze Bwana, Plans to prosper you mipango ya and kuwafanikisha not to harm you. na si Plans to kuwadhuru, give you hope and a future. mipango ya kuwapa tumaini na kesho. May the Lord give you a future. Bwana akupe kesho. Church, you have a future. Kanisa mna kesho. Family of Mulandi, you have a future. Familia ya Mlandi mna kesho. There is a future. Bwana kesho. Even for those who are crying, Hata kwa wale wanaolia. there is a future. Bwana kesho. I declare a future in our city. Natangaza kesho katika mji The wetu. seat of Sultanahmon. Mji wa Sultanahmon. It shall not be like this again. Hautakuwa hivi tena. There is a future. Bwana kesho. We turn around all the sultans Tunabadilisha masultani which wote control this city. wanaotawala mji huu. Some of you are very quiet. Wengine mmenyamaza You don't sana. want to destroy the sultans Hautaki kuharibu who control masultani this city. wanaotawala mji We huu. declare this is going to be a great city. Tunatangaza huu utakuwa mji In the name mkubwa. of Jesus. Kwa jina la Yesu. There is hope for this city. Pana tumaini kwa mji There is huu. hope for your family. Pana tumaini kwa There is familia hope yako. for your faith. Pana tumaini kwa May imani the yako. Lord give you hope. Bwana akupe tumaini. Somebody say amen. Amen. I'm scanning quickly Ninakimbia kimbia tu. because I know you've stored for a long time. Maana najua wengine mmesimama kwa muda mrefu. Philippians 1:6. Wafilipi 1 mstari wa 6. Being confident of this, Ukiwa na ujasiri wa that jambo he who hili, began a good work in you will
bring it on to completion until the day of Christ. Kwamba yule alianzisha kazi njema ndani yako ataikamilisha hadi siku ya Kristo. Whatever you go through around, Kile unachopitia, there is hope for the completion of what the Lord has begun. pana tumaini ya kumalizika kwa kile Bwana ameanzisha. Begin with him today, Anza naye leo, and you are going to see it coming to completion. na utaiona ikija kutimia. Forget about people. Sahau watu, Forget about sorcerers. sahau Forget wachawi, about witch doctors. sahau waganga. They may not help you, Wenda wasikusaidie, but hope in the Lord can help you. lakini tumaini katika Bwana inaweza kusaidia. Lamentation 3:21 to 23. Kitabu cha Vilio 3 mstari wa 21 hadi 23. Because of the God's love Kwa sababu ya upendo wa Mungu and the mercies, na rehema, we are not consumed. hatuangamii. His compassion never fails. Huruma zake hazikomi. When you receive this hope, Ukipokea tumaini hili, it does not fail. haikomi, It haishindwi, does not disappoint. haitakuvunja moyo. People can disappoint you. Watu wanaweza kuvunja Men moyo, can disappoint you. watu wanaweza kuvunja moyo, Churches can disappoint you. makanisa yanaweza Men kuvunja of moyo, God can disappoint you. watumishi wa Mungu wanaweza Your kuvunja wife can moyo, disappoint you. mke wako anaweza Even kuvunja your moyo, father can disappoint you. hata baba yako But anaweza when kuvunja you moyo. trust in the Lord, Lakini ukimtegemea Bwana, you shall never be disappointed. hautavunjika There is moyo. somebody in this congregation. Mtu aliye mahali hapa, Believe in Jesus. amini Yesu, Never to be disappointed. asiwahi vunjika In the moyo. name of Jesus. Kwa jina la Yesu, Say, I will never be disappointed. Declare it again. I will never be disappointed. I will never be disappointed Because I trust in the Lord. because I trust in the Lord. How to create hope. 3 points. Namna gani ya kuunda tumaini? Points 3. Number 1. Ya kwanza, Rely on the presence of God. tegemea uwepo wa Mungu. The presence of God. Uwepo wa Mungu It is everything. ndio kila kitu. When Jesus comes into your life, Wakati Yesu anakuja kwa maisha yako, the entire Godhead comes upon you. Mungu wote anakuja kwa ndani yako. God the Father, Mungu Baba, God the Son, Mungu Mwana, God the Holy Spirit. Mungu Roho Mtakatifu, And now he begins to be present with you. na anaanza kuwa pamoja nawe. There is nothing as bad as having a vacuum Hakuna kitu kibaya kama kuwa na utupu where God is not there. mahali Mungu hayuko, Holy Spirit absent. Roho Mtakatifu hayuko, Jesus absent. Yesu hayuko. Nothing in your life. Hakuna kitu kwa maisha yako. Therefore, and the demons taking control. Shetani na mapepo wanatawala. That one ceases when you invite Jesus Hiyo inaondoka wakati unaalika and you Yesu walk in the presence of God. na unatembea kwenye uwepo wa Mungu. Found in Psalm 23 verse 4. Inapatikana Zaburi ya 23 mstari wa 4. The Bible says, Biblia inasema, even if I go through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. japo nitapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa chochote, maana wewe uko pamoja nami. Because you are with me, Maana uko pamoja nami. I have met friends, Nimekutana na marafiki, partners washirika, who looked faithful. wale walikaa waaminifu, They conned me, wakaniibia, they dumped me. wakanirusha. Maybe you are there, you are dumped by people. Pengine uko hapo umerushwa na watu, But one thing I'm sure of, lakini kitu kimoja na uhakika, when the Lord is with you, wakati Bwana ako pamoja nawe, even on deathbed, hata katika kitanda when cha the mauti, Lord is with you, wakati Bwana ako nawe, you shall fear no evil. hautaogopa chochote. Make arrangements Fanya to mipango, invite the Lord ualike Bwana to be with you, awe pamoja and nawe, the fear will be gone. na uoga utaondolewa. Fear of death, Fear of failure, kuogopa kushindwa, fear of the future, kuogopa it kesho is going to disappear itaondoka in Jesus' mighty name. kwa jina kuu la Yesu. Quickly, Exodus 33:14. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 14. He said, Akasema, my presence will go with you, uwepo wangu utaenenda and I nawe will give you rest. na nitakupa pumziko. God talking to Moses, the children of Israel. Mungu akiongea na Musa I will go with you. kwamba nitaenenda nawe. May the Lord go with somebody today. Bwana aenende na mtu leo. Say enough is enough. Useme vya tosha, I vya have been tosha. alone for a long time. Nimekuwa peke yangu I muda have mrefu. depended on other things. Enough is enough. Nimetegemea vitu vingine vya Now tosha, I vya want tosha. to go with the Lord. Sasa nataka kwenda na Bwana. And
and I will give you rest. na nitakupa pumziko. Church, we need to rest Kanisa tunahitaji kupumzika because of the Lord. kwa sababu ya Bwana. Mahangaiko ni mengi. We need to rest Tunahitaji kupumzika because of the Lord. kwa sababu ya Bwana. Psalm 16:11. Zaburi ya 16 mstari wa 11. You make me known, you make it known to me the faith of life. Unaifanya ijulikane kwangu imani ya maisha. Sorry, the path of life. Njia ya kuishi. In your presence there is fullness of joy. Katika uwepo wako pana utele wa furaha. Fullness of joy. Utele wa furaha. Joy drives out demons. Furaha inafukuza mapepo. In the presence of the Lord, kwenye uwepo wa Bwana there is fullness of joy. pana wingi wa furaha. Even those who are left by Linda today, hata kwa wale wameachwa na Linda I leo, declare fullness of joy. natangaza utele wa May it furaha come to you in Jesus' name. ije kwako kwa jina la Yesu. When the devil wants to steal you, Wakati shetani anataka kukuiba, he steals your joy. anaiba furaha May yako. joy be restored into your life. Furaha irejeshwe kwa maisha yako. Second from last, Ya pili kutoka mwisho, rely on God's provision. tegemea utoshelezi wa Mungu. 2 Peter 1:3. Petro wa pili 1 mstari wa 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. We have been given everything Tumepewa kila kitu through the divine power of God. kupitia nguvu za kiungu za Mungu. People want provision. Watu wanataka watoshelezwe. It comes from God. Inatokana na Mungu. No sponsor can meet your needs. Hakuna sponsor anaweza kutana na mahitaji yako. Nobody can meet you. Hakuna mtu anaweza kutana na The mahitaji yako. divine power of God Nguvu za kiungu za Mungu can meet all the needs that you have. zinaweza kutana na mahitaji yote ulio nayo. I commend you to the divine power of God. Na kupeana kwa nguvu za kiungu za Mungu. Finally, number 3, Ya tatu, rely on God's power. tegemea nguvu za Mungu. Isaiah 41:10 Kitabu cha Isaia 41 mstari wa 10. says, so do not fear, Inasema usiogope, for I am with you. maana niko pamoja Do nawe. not be dismayed, for Usishangae, I am with you. I am your God. maana niko nawe na mimi ni Mungu wako. I will strengthen you and help you. Nitakutia nguvu na nikusaidie. I will withhold you with my hand. Nitakushikilia na mkono wangu. That is the Lord. Huyo ni Bwana. Somebody say amen. Amen. I want us to raise up all of us. Nataka tusimame sote. We call the presence of God. Tuite uwepo wa Mungu. And because we are about to drop the body to the grave, Na maana tukaribu kuweka mwili kwenye I request that we come near here. naomba kwamba tukaribie hapa walio mbali. Burial is when you are near. Mazishi ni wakati uko karibu. Make your way to be near the grave. Karibia hapa kwenye kaburi. And God is going to bless you. Na Mungu atakubariki. Karibia tu, karibia. Just come close. Karibieni. And God is going to bless you. Na Mungu atawabariki. Thank you for coming closer. Asanteni kwa kukaribia. Those who are seated far away, if you came for the funeral, please come and be with us. Wale mmeketi kule mbali, kama ulikuja mazishi, njoo uwe pamoja nasi hapa. And God is going to bless you. Na Mungu atawabariki. Hope brings an atmosphere of possibilities. Tumaini linalete hali ya uwezekano. There is hope even today. Kuna tumaini hata leo hii. As we bury one of us who was alive, Tunapumzika mmoja wetu ambaye alikuwa hai. I saw her photo and she was a nice girl before. Niliona picha yake na nikaona alikuwa msichana mzuri mwanzoni. I heard for over 10 years she was bedridden. Nikasikia kwamba kwa miaka zaidi ya 10 alikuwa amelazwa. Don't overcrowd far away, there is space everywhere. Make sure that you surround that place. Kisha kwamba mmezunguka tu mahali pale, usikae tu. We are waiting for you, our guys there. Tunawangojea. So come quickly, we finish up together. Jooni tumalizie pamoja. And God is going to bless us. Na Mungu atawabariki. Can I have a tune of Chakutumaini Sina Tena? There is no other thing to open. Hakuna kitu kingine cha kutoa. Church, we need to believe God for hope. Kanisa tunahitaji kuamini Mungu kwa ajili ya The world is full of hopelessness. Ulimwengu umejaa hali ya kutokuwa na tumaini. Just a low tone a bit. The world is full of hopelessness. Ulimwengu umejaa kukata tamaa.
I saw a professor in this country. Niliona profesa katika nchi hii. A professor. Professor. You must have a PhD. You must get the 3 degrees. You write things in journals, and then experience for you to become a professor. Lazima uwe na degree 3, uandike vitu, uwe na PhD na uwe na ujuzi ndio uitwe professor. Employed in a university. Ameajiriwa chuo kikuu. With a professor wife. Na mke professor. And the children. Na watoto. Obey the preacher, you can come closer. Karibieni, karibieni. Those 2 ladies there, you can come closer. Karibieni, karibieni, wapendwa. This gentleman, I don't know what happened. Huyu mtu sijui nini kilifanyika. Because of hopelessness. Kwa sababu ya kukosa tumaini. He jumped from a floor, a story building. Akaruka kutoka kwa gorofa. Fell to the ground and died. Akaanguka chini akafa. The family was ashamed. They wanted to hide it. Familia ilikuwa imeibika, walitaka kuficha. But there are things you cannot hide. Lakini kuna vitu huwezi kuficha. That was brought by hopelessness. Hiyo ililetwa na kukosa tumaini. Somebody who has a salary of over 400,000. Mtu aliye na mshahara wa 400,000. But without Jesus. Lakini bila Yesu. Without hope. Bila tumaini. They throw themselves. Wanajirusha. Like a hustler, like somebody who is nobody. Kama mtu asiye na maana. To kill themselves. Ili wajiue. He has a religion. Ako na dini. He has a baptismal name. Ako na jina la batizo. There is a pastor he has. Pana mchungaji aliye naye. But hopelessness. Lakini kutokuwa na tumaini. Causes him to jump. Inamfanya aruke. How many people burned themselves? Watu wangapi wamejichoma? Found hanging on the roof of their house. Wangapi wamepatikana wamening'inia kwenye nyumba zao? People thought these are happy people. Watu wakafikiria watu wana furaha. I tell you, most of the people who are smiling today. Na nawaambia wengi wa watu walio na tabasamu leo hii. Just a minute, Sila. People who are smiling today. Watu ambao wanatabasamu leo hii. They smile in the presence of people. Wanatabasamu mbele ya uwepo. Right in their bedroom. Kule bedroom. Pick the pillow in the morning. Chukua hiyo pillow asubuhi. If there is no hope in their life. Kama hakuna tumaini kwa maisha yao. It is full of tears. Imejaa machozi. It is wet. Iko na unyevu. Because of the tears. Kwa sababu ya machozi. But when they do makeup in the morning. Lakini wakijirembesha asubuhi. And make their hair with a good salon. Na wafanye nywele yao na saluni nzuri. They appear happy. Wanakaa kama wana furaha. But even if people pretend. Lakini hata watu wakijifanya. People need God. Watu wanahitaji Mungu. People need God. Watu wanahitaji Mungu. Pastors need God. Wachungaji wanahitaji Mungu. The women need God. Kina mama the wanahitaji men Mungu. need God. Wanaume wanahitaji Mungu. What is remaining is God. Kile kinabakia ni Mungu. In these last days, katika siku hizi za I commend us to God. Na wapeana kwa Mungu. Let us love God. Wacha tumpende Mungu. Invite him. Tumwalike. And tell him to work in our lives. Na tumwambie afanye kazi kwa maisha yetu. And we are going to have a new start. Na tutakuwa na mwanzo mpya. As I talk today, ninapoongea sasa, somebody is frustrated. Mtu amekata. They are discouraged. Amevunjika moyo. They are already in shame. Wako kwa aibu. They don't know how to make ends meet. Hawajui mambo yataenda vizuri namna gani. There is hope. Panatumaini. When we trust in Jesus. Tukimwamini Yesu. And one of these days, na siku moja, even if we shall not be in this cemetery, hata kama tutakuwa katika cemetery, we are going to come to your home. Tutakuja kwa nyumba yako. On Tuesday we are also burying one of our pastors. Jumanne tutakuwa tunazika mmoja wa wachungaji wetu. I was there yesterday speaking hope to them. Nilikuwa pale jana nikiongea tumaini kwao. Even us men of God. Hata sisi watu wa Mungu. One day this thing is going to come. Siku moja kitu hiki kitakuja. And we are going to sing a song. Na tutaimba wimbo. As we are taken down. Tunaposhushwa chini. But when you go down. Lakini ukienda chini. The question is when now you resurrect. Swali ni wakati utafufuka. Because everybody is going to resurrect. Maana kila mtu atafufuka. The reverends are going to resurrect. Reverends watafufuka. The drunkards are going to resurrect. Walevi watafufuka. But I tell you after that. Lakini nakwambia baada ya hiyo. Where you will go. Mahali utaenda. Is going to matter. Patajali. The rich man went to the lake of fire. Yule tajiri alienda kwa ziwa la moto. He was burning. Alikuwa anachomeka. Lazarus went to the chest, to the bosom of Abraham. Lazaro akaenda kwa kifua cha Ibrahimu. Although this man enjoyed life before. Hata kama mtu huyo alifurahia maisha. The rich man was now telling Lazarus. Yule tajiri akawa anamwambia Lazaro. Please, can you give me a drop of water? Put it on my tongue.
this place is terrible. Akawa anamwambia tafadhali nipe tone la maji, mahali hapa ni pabaya. And they sent Moses and other people Na mtume Musa na watu to wengine go and talk to those who are alive. waende wakaongea na wale wako hai. They were told those people are the gospel. Wakaambiwa watu hao wamesikia injili. In cemeteries they had the gospel. Kule kwa makaburi wakasikia In injili. churches they had the gospel. Kule makanisani In wakasikia injili. crusades they had the gospel. Kwa crusade wakasikia injili. And they never made their decision. Na hawakufanya uamuzi wao. There is hope. Pana tumaini. When you make a decision Fanya uamuzi to invite Jesus. kualika Yesu. And I want to clarify one thing. Na nataka niweke jambo moja wazi. Linda cannot now choose. Linda sasa hawezi kuchagua. The soul is gone. Ile nafsi We imeenda. are now releasing the body. Sasa tunaachilia mwili. We can't pray for this body to become better in future. Tuwezi tukaombea mwili huu uwe bora siku zijazo. Because you have been given a chance. Maana umepewa nafasi. And after death is judgment. Na baada ya kifo ni hukumu. I pray that God will help us. Naomba Mungu atusaidie. Even those who believed before. Hata wale waliamini You mwanzo. need to make a recommitment. Unahitaji kujitoa And say, tena. Lord, I want to start afresh. Na useme Bwana nataka kuanza. I have heard the message of hope. Nimesikia ujumbe wa I tumaini. want to restart afresh. Nataka kuanza upya. So that when my day comes like this, Sio siku yangu ikija kama hivi. as they sing a song dropping me to the ground, Wakiimba wimbo wakinishusha I chini. will have hope of resurrection. Nitakuwa na tumaini ya kufufuka. May the Lord help us. Bwana atusaidie. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Give us a tune. Tupe ule wimbo. And I want everybody to sing Na ningependa kila mtu aimbe. and make a decision Na for ufanye uamuzi. Inua hiyo mikono mbele za Bwana. Unaposema cha kutumaini sina, kuziosha cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Just open your mouth and talk to God. Fungua mdomo wako na uongee na Mungu. Tell him you need this Jesus. Mwambie unahitaji Yesu. He is going to rescue your situation. Atakomboa hali yako. He knows you more than people. Anakujua zaidi ya watu. Forget about religion. Sahau mambo ya dini. He knows your needs. Anajua mahitaji yako. Close your eyes and pray. Funga macho yako na Tell uombe. him to come into your life. Mwambie aje kwa maisha Tell yako. him to give you hope. Mwambie akupe tumaini. I see darkness, but there is hope. Naona giza lakini hapana I tumaini. see hope in the hand of the tongue. Naona nuru. Somebody Tumaini. call God. Mtu aite Mungu. Release Hope Church. Yes, achilie Pray tumaini. for Hope Church. Ombea tumaini kanisa. Somebody pray for hope. Ndio mtu awe na tumaini. Pray, pray, pray. Omba, omba. Release hope in this field. Achilie tumaini katika Release maisha. hope in this cemetery.
Achilia tumaini To be katika a day to remember iwe siku ya when we were burying Linda Mbinya, tulipokuwa tunazika hope was released. tumaini Where liachiliwa. there was no hope, Mahali pakuwa na hope tumaini was released. tumaini liachiliwa. Call this hope. Ita tumaini The hii. hope is Jesus. Tumaini ni The Yesu. hope is Jesus. Tumaini ni Yesu. Somebody pray. Omba. Release hope Achilia to tumaini. the hopeless today. Hopeless Kenya. Kwa Wakenya We wasio na pray tumaini. for the world. Tunaombea ulimwengu. COVID-19 has stolen hope. Korona We are releasing hope. tunaachilia tumaini. Hope in the world. Tumaini katika dunia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, God. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. We get up Tunapata tumaini when we trust in the Lord. wakati tunamwamini Bwana. Let us close our eyes Tufunge macho yetu and bow down. na tuinamishe nyuso zetu. Respect God. Heshimu Mungu. Even if not me now, Hata kama si mimi sasa, bow down before the Lord. inamisha uso wako chini mbele za Bwana. The last word of Binya today Neno la mwisho la Binya leo is to give you hope. ni kukupatia tumaini. The friends of Binya, Marafiki wa Binya, get into hope. ingieni katika tumaini. Come out of hopelessness. Tokeni kwa hali ya The kutokuwa na tumaini. neighbors of Binya, Majirani wa Binya, the sympathizers wale wanaomhurumia and the empathizers of na Binya, wale wanaosimama na Binya, our word is hope in God. neno lake ni tumaini The katika Bwana. respect you can give this lady Heshima unaweza mpa msichana huyu is to receive Jesus. ni kumpokea Yesu, To say, I know I'm not doing well. kusema najua sifanyi I vizuri, have not been pleasing the Lord. sijakuwa nikimpendeza Bwana. In the funeral of Binya, Katika mazishi ya Binya, before the body is dropped, kabla ya mwili kushushwa, Lord, forgive my sin. Bwana samehe dhambi zangu, Lord, forgive my sin. Bwana samehe dhambi zangu. Examine your life. Angalia maisha yako, There is forgiveness here. pana msamaha hapa, Not by a denomination, si kwa dini, but by Jesus himself. lakini kwa Yesu mwenyewe. Jesus will invite you Yesu to tunakualika come and forgive people uje usamehe watu and give them eternal life. na wape uhai wa Come milele, and give hope wape tumaini where there is no hope. pahali pasipo na. Kenya needs hope. Kenya inahitaji Churches tumaini, need hope. makanisa yanahitaji Men and women need hope. watu wanahitaji Children tumaini. need hope. Watoto The wanahitaji tumaini. teenagers need hope. Mateenagers wanahitaji tumaini. Hope is in the air. Tumaini liko katika hewa. We are bowing down before the Lord. Tumeinamisha nyuso zetu mbele za Bwana. To me, this is the most important time of this funeral, Kwangu huu ndio wakati muhimu sana wa mazishi haya, when people can make a personal decision wakati watu wanaweza fanya uamuzi wao wenyewe, to say, Lord, forgive me. waseme Bwana nisamehe. The Lord is going to see you Bwana atakuona and forgive you. na kusamehe. You are there, you are saying, me, Reverend, Sema mimi kasisi, wherever I am, pray for me, mahali niliponiombea that I may be forgiven. ndio nisamehewe. Show the Lord your hand. Onyesha Bwana mkono wako, He is going to forgive you. atakusamehe. Thank you for those hands. Asanteni kwa hiyo Put mikono. it up well. Weka vizuri juu. Shame the devil. Aibisha shetani. Forgiveness in this place. Msamaha mahali hapa. I said all eyes are closed. Nimesema macho yote yamefunguka. Continue to put it up. Endelea kuinua. I can see those hands. Naweza kuona mikono hiyo. I can see those hands. Naweza kuiona. God bless. I can see that hand. Naweza kuona huo mkono. God bless you. I can see your hand. Naweza kuona mkono wako. Shame the devil. Aibisha Put shetani. it up high. Weka juu. Thank you for that hand. Asante kwa God mkono. bless you for that hand. Bwana akubariki. God bless you for that other one. Bwana akubariki. I still need more people to be forgiven. Bado nahitaji watu wengi zaidi Show the Lord wasamehe. your hand. Onyesha Bwana He is mkono going wako. to forgive you. Thank you for that other one over there. Asante kwa huo mkono. God bless you. Continue to put it up high. Endelea tu kuinua juu. God is forgiving you Mungu anakusamehe. and saving your life. Na Thank you for that other one which has gone up. Asante kwa huo mkono mwingine. Thank you for that other one. God bless. Asante kwa huo mwingine. God bless you. Thank you for that. Thank you. Asante, Usi- asante. Usiteremshe, endelea na kuinua. Asante, asante. Hawa wanaangalia watu wametumwa na nani. Yes, thank you. Thank you. Put it up. Asante, endelea kuinua tu juu. Thank you. I can see you there at the back. God bless you. Naona hiyo mikono kule nyuma. Bwana ubariki. Hao wote na wale wengine, omba haya maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, wasaidie. Sema, Bwana Yesu, naja kwako.
Natubu dhambi zangu zote na makosa. Nisamehe. Nipe matumaini. Maisha yangu kuanzia leo yakajawe na matumaini. Natubu kila dhambi. Unisamehe na uniokoe. Asante kwa kuniokoa. Nijaze na Roho Mtakatifu na unipe kanisa mahali nitakapo kuabudu na kushukuru kwa sababu ya kuniokoa. Wacha nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa kila mmoja aliyeinua mikono, hata wale walionuia kuinua, na wakabidhi mikononi mwako Bwana, ukabadilishe maisha yao na ukashushe matumaini katika maisha yao, katika jina la Yesu. Kila roho wa giza na wa shetani anayerudisha watu nyuma, tunamharibu katika maisha yao katika jina la Yesu. Shetani wa kukosesha watu matumaini na kuendelea ndani ya wokovu, tunamharibu katika jina la Yesu. Tunanena matumaini juu ya maisha yao. Bwana, ukajidhihirishe na ukainuliwa unapowasimamisha permanently katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru, tunakuinua. Uko hapo unasema pia uko na haja maalum ama need, uko na mahitaji na ungependa tuombe kwa ajili ya mahitaji yako. Inaweza kuwa ni hitaji yako ama ya familia ama yako wewe mwenyewe, na unasema naona kwenye hii cemetery niombewe nipone ili jambo, ama inaweza kuwa ni ugonjwa. Nataka niombe nivunje hayo madhabahu yote na Bwana akutendee muujiza. Ninapoomba inua mkono wako. Baba, katika jina la Yesu, hii mikono iliyoinuliwa ni ishara ya mahitaji mbalimbali. Wengine ni wagonjwa, na nena uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Magonjwa yanayokosesha matumaini tunayaharibu na kuyavunja katika jina la Yesu. Tunanena pia na kila haja nyingine, iwe na ya nyumbani ama iwe ya kipersonal, tunaikabidhi mikononi mwako, ukakutane na kila mahitaji. Bariki kila mmoja na jidhihirishe tunapoendelea. Tunakushukuru, tunakuinua, maana umetusikia. Kwa jina la Yesu twaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Asanteni kwa kutusikiliza. Askofu alitutambulisha, asema naitwa Peter Kilonzo, tuko hapa CCI. You can also go to our Facebook page, utaona kanisa linaitwa Christian Church International. Ni mengi, lakini angalia Suta na Mood. Ukilike hiyo page utakuwa ukipata notification kila wakati tutakuwa hapo. Leo Mungu akipenda kuanzia 3:30 ama saa 10 tutakuwa na ibada ya katikati ya Friday, na nitakuwa nikileta ujumbe kwa Facebook, na Mungu atatenda mambo makuu, sio kwa Facebook pekee, lakini live from church will be there speaking to us, na Mungu atatubariki. Unaweza kuwa na ushuhuda kama umeombewa leo. Tafuta mahali uende uabudu, kuja kanisani Jumapili na uabudu, na utabarikiwa na utainuliwa. Na usidanganywe na mtu kwamba kwani unaombewa mara ngapi. Wewe unajijua, na katika huu ufalme hakuna pretense, tunajielewa kisawasawa. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Naomba wale watu wa nyumbani, ningependa niwaombee. Wale wako upande huu na ni wa nyumbani wanaweza kuja hapa tuwaombee. The Mulandis family, is our duty to pray for the Mulandis. Natumaini wote wameketi hapa. Kuna mmoja hapo upande huu, kuja upande huu kama uko. She's coming over. You are coming, eh? Just come here. Kenzi usiache askofu akae kwa jua, lakini naona tunamaliza. Mmepitia mambo mengi na pia umeona mazuri kama familia. Tuko na mtumishi wa Mungu mkubwa sana,
katika hii familia, na kuna watoto wengi. Sisi ni watu wa chini sana mbele zake, hata hatuwezi kuongea akiwa tuko chini kabisa, na hiyo familia imeinuliwa, na pia kuna wengine wamepitia katika mateso. Kwa hivyo wachungaji, kujeni hapa, ndio mlikuja leo. Wale sio hiyo familia, kujeni hapa mbele, kujeni hapa mbele, tuangalie upande ule. Nicholas, tuangalie hapo, ndio tuombe. Simameni vizuri Steve, tuelekeze mikono kwa hii boma. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya hii familia. Ni familia iliyobarikiwa na watumishi wa Mungu. Vile waliachwa na huyu ndada, tunawakabidhi mikononi mwako Bwana, ukawabariki, ukawarejeshee furaha ya maisha yao. Wale walio na kilio kingi, ukawafariji katika jina la Yesu, na wengi wakakujue, wengi wakabadilike, wengi wakaokoke, pamoja na watoto wao na wajukuu wao. Mungu, inua hii nyumba na kuleta matumaini katika jina la Yesu. Iwapo shetani alikuwa amepanga aibu, hiyo aibu tunaikemea na kuiharibu katika jina la Yesu. Zidi kuwatembeza katika mwangaza wako utokao kwako, na zidi kuwapa matumaini, ili Bwana ukatukuzwe na kuinuliwa. Tunasema asante, utukuzwe na uinuliwe, kwa jina la Yesu twaomba na kuamini. Amen.